Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbi kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa muallimana wa mustafana wa qudwatana wa qa'idana Muhammadur Rasulullah, نبي العربي والعجمي وعلى آله وأصحابه أجمعين في هذه الأمم أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu watazamaji wetu wa Msimbo Online TV, tupo katika mwendelezo wa darasa zetu hizi za tafsiri za ndoto, na leo biidhnillahi Ta'ala tunakwenda kuangalia mwendelezo wa ndoto zetu hizi, na leo tuko katika sehemu ya 3 ya darasa linalosema ukiota ndoto hizi ni kweli, lakini usimwambie mtu au usimwadithie mtu yoyote. Leo tupo katika sehemu ya 3, na sehemu ya 3 hii inasema ukiota ndoto hizi 7 ni kweli, lakini usimwambie mtu yoyote. Na ni faida kubwa kwa wale ambao walifuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na imani kuna faida kubwa wanakwenda kuzipata biidhnillahi Ta'ala. Na leo tunakwenda kuziangalia hizi 7. Kama utakuwa miongoni katika hizi 7, basi haraka sana fanya dua za daful balaa, dua za kujikinga na mabalaa. Na hizi biidhnillahi Ta'ala niliwahi kuzitoa hizi ofa, nikazitoa bure kwa wale ambao wenye kuzitaka, ikawa nikazisambaza kwa baadhi yao, na niko hapa dua hizi bure kabisa ili waweze kusoma kwa wale ambao wote ndoto sampuli kama hii au mfano wa hizi ambazo naenda kuzieleza. Tuingie sasa katika kuzielezea hizi ndoto 7 ambazo tumesema hizi ukiziota ni kweli, lakini usimwambie mtu. Ukiota ni kweli lakini usimwambie mtu. Ya mwanzo kabisa katika hizi 7, man raa al-aqraba hariqat bin-nar, yeyote mwenye kulala kisha akaota amemuunguza nge, ama ameota nge ameungua. Ndugu yangu, hii kama umeiota ndoto kama hii imekujia aidha mara moja au mara mbili, hii si nzuri. Au upande mwingine wewe uliota, hii ni nzuri kwako, kwa sababu yoyote mwenye kuota amemuunguza nge ama mweota nge ameungua, tafsiri yake ni kwamba adui yako atakufa. Narudia, tafsiri yake ni kwamba adui yako atakufa. Kwa upande fulani kama si nzuri, lakini upande fulani nzuri, kwamba yule anayekufanyia adui sasa atakwenda atakufa. Hii ndio tafsiri ya ndoto hii. Na kwa wale ambao wenye kuzitaka kuzihitaji na kuzijua hizi habari, warejee kwenye kitabu cha Tafsirul Ahlam cha Muhammad bin Sirin, na imani utakuta hizo habari utazipata na wala hazina mushkila aina yote, kwani huyu ndio bingwa duniani wa tafsiri za ndoto. Kwa hiyo hatuchukui mambo kutoka kichwani, la, tunachukua ya mambo kutoka katika vitabu. Na ndio maana kila wakati wanazileta kidogo kidogo ili uweze kuziokota hizo kidogo ambazo tunazozileta. Hiyo ya kwanza, kwamba mtu kulala kisha akaota amemuunguza nge ama kuota nge ameungua, basi adui yako atakufa. Wa marra annahu akhadha al-aqrab, yeyote mwenye kulala kisha ukaota umemshika nge, yani umelala alafu ukaota umemshika nge, hatari sana shehe. Baada kumshika ukamrushia mwanamke, yani umemshika ukamrushia mwanamke, basi tafsiri yake ni kwamba wewe mwanamume utafanya maasi. Tafsiri yake wewe mwanamume utafanya maasi. Hasa hapo sinulize maasi gani, wallahu a'lam. Lakini ukiota mwanamume umemshika nge alafu ile nge ukamrushia mwanamke, basi tafsiri yake mwanamume huyu atafanya maasi. Wallahu a'lam. Kufahamu maasi gani tumwachie Mungu mwenyewe. Hiyo ni ndoto ngapi? Ya pili. Lakini ya 3, ukiota mtu akilala kisha kamuota nge mkali, yani umelala alafu kamuota nge mkali, tafsiri yake hii ni kwamba kuna uadui unakufuata, na uadui huu ni uadui mkali na unaweza ukaja ukakuumiza. Ni uadui mkali lakini unaweza ukaja ukakuumiza. Hii tafsiri ya kwanza. Lakini tafsiri ya pili ni inatafsiri kama utapata pesa.
Ile pesa baada ya kuipata itaondoka, lakini kisha baadaye ile pesa itarejea tena kwako. Na ndio maana mara nyingi sana ukitaka mtu akufasirie ndoto vizuri, sio kupigiana simu, ni vyema mkaonana ana kwa ana, atakupata tafsiri nzuri kuliko tafsiri ya kwenye simu. Na hii nasema na maana gani? Siku moja Ibn Sirina alijua na watu wawili. Mtu wa kwanza akamwambia, mimi nimekuja shekhe, nimeota na adhini, nimeota na dhana. Na wa pili naye akaja vile akasema ameota adhana. Yaani huyo kaota na adhana na huyo ameota adhana. Lakini alipowaona wale bwana wote wale kawapata tafsiri tofauti. Huyo wa kwanza akamwambia wewe utakwenda hija, huyo wa pili akamwambia wewe mwizi utakatwa mkono. Kwa nini? Na zote katafsiri kwa aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo unapoenda kwenye tafsiri ya ndoto, mtu akikuona live inakuwa ni vizuri kuliko ni kwenye simu. Labda mtu ambaye anakufahamu, lakini kama mtu akufahamu kwenye simu hata kutafsiria ndio, lakini ile kuonana inakuwa ni nzuri zaidi. Hii ndoto ngapi? Ya tatu katika zile 7 ambazo leo tunakwenda kuzieleza biidhnillah taala. Lakini ya 4, kwa mtu ambaye amelala kisha kaota ameumwa na nge. Yaani umelala ukaota umeumwa na nge, basi tafsiri yake mtu huyu atafilisika. Tena kufilisika wenyewe atafilisika kabisa, hatubaki na chochote. Na ndio maana nikasema hizi mtu akiziota basi ni vyema akafanya hizi dua za daful balaa. Na inshallah mimi kwa kuwapenda viewers wangu na uangalia video zangu kwa kuwapenda, nitawapenda tena ofa ya watu 200 dua hizi. Nitawatumia kwa njia ya WhatsApp ukitaka, basi nitakutumia kwa njia ya WhatsApp dua hizo ili wewe unasoma kwa ajili ya kujikinga na vitu kama hivi. Kama utaziota hizi basi ujikinge napo, Allah akujalie wabaya usikupate. Namba yangu ya WhatsApp ni 0756 8111 mwisho 26. Narudia tena 0756 8111 mwisho 26. Nairudia kwa mara 3, 0756 8111 mwisho 26. Lakini tafadhali usinipigie namba hiyo kutaka tafsiri ya ndoto, la. Utatuma message yako kutaka hizi dua, basi tutakupa dua hizi. Maana mara nyingi watu ambao wanapiga kwa ajili ya tafsiri ya ndoto wanakuwa usumbufu shehe. Mtu anakupigia anaongea karibu saa nzima, mtihani sana shehe. Hiyo tafsiri yanga hiyo ndoto ngapi? Hiyo ndoto ya 4. Ukilala ukaota umeumwa na nge, tafsiri yake ni kwamba mtu wewe utafilisika, tena utafilisika kabisa. Ndoto ya 5 katika zile 7 ambazo naenda kuzungumza, kwa mtu ambaye amelala kisha ukaota nge ameingia kwenye suruali yako. Yaani wewe ni mwanamume umelala alafu ukaota nge ameingia kwenye suruali yako. Hii tafsiri yake ni kwamba mke wako amebadilika kitabia. Mke wako amebadilika kitabia. Sasa usimuulize tabia gani? Wallahu a'lam, Mungu mwenyewe ndiye anajua Sheikh. Lakini ukiota nge ameingia kwenye suruali yako, manake mke wako amebadilika kitabia. Kadhalika vile vile ndoto hii kama ataota mwanamke kwamba nge ameingia kwenye nguo yake ya ndani, basi mume wake amebadilika kitabia. Hiyo ndio tafsiri yake. Na hii ni ndoto ya 5 katika zile 7 ambazo leo tunakwenda kuzieleza biidhnillah taala. Lakini ya 6, kwa mtu ambaye amelala kisha akaota nge yupo kwenye godoro lako. Yaani mfano umelala alafu kamaota nge yupo kwenye godoro lako. Umelala ukaota nge yupo kwenye godoro lako, tafsiri yake kuna mwanamume anafanya usaliti na mkeo. Narudia, ukilala ukaota nge yupo kwenye godoro lako, basi tafsiri yako ni kwamba yupo mwanamume anafanya usaliti na mkeo. Ndio maana nikasema ndoto hizi 7 ni kweli, lakini usimwambie mtu Sheikh. Bakia nalo mwenyewe. Cha msingi ukiziota hizi fanya sana dua za daful balaa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akukinge na mabalaa na akukinge na wadui ambao kwamba uenda kwa kunyemelea au na kufuata kwa namna moja au nyingine, basi Mwenyezi Mungu akukinge nayo. Na kama kutakuwa na mtu ana maswali atakakuuliza, basi unaweza ukaacha comment yako hapo chini kwa ajili ya maswali, na nitaipitia hii video kwa muda wa siku 3, nitakuwa najibu yale maswali ambayo mtakuwa nauliza. Maana kuna mwingine video imepita leo anakuja kuuliza baada ya mwezi mmoja, tambake na anamika huwa anajibu maswali. Siwezi kuuliza kwa video mwezi mmoja, lakini hii nitaiangalia zaidi ya siku 3, nitakuwa najibu maswali yenu hapo chini. Hiyo ni ndoto ya ngapi? Hiyo ni ya 6 katika zile 7 ambazo leo tumepanga kuzieleza na kuzichambua biidhnillah taala. Ya 7 na ya mwisho ni hii, kwa mtu ambaye amelala
kisha ukaota umemeza nge. Umelala ukaota umemeza nge. Tafsiri yake ni kwamba mtu huyu aliyeota anameza nge atatoa siri kumpa adui yake. Yaani utakuwa unatoa siri unampa mtu, kumbe ule mtu unayempa siri ni adui yako, na itakuwa sababu ya wewe kukufanyia madhara kwa zile siri ambazo wewe unazompa. Kwa hiyo ukiota unameza nge basi jitafakari kwamba mtu gani ambaye unampa mara kwa mara siri zako. Kama kuna mtu unampa siri zako mara kwa mara, basi fahamu kwamba wewe unampa siri ni adui, na ipo siku biidhnillah taala atakuja atakudhuru. Kwa hiyo chukua tahadhari katika hilo, jiangalie katika hilo ili usije kupata madhara haya ambayo tumeeleza kutokana na hizi ndoto ngapi, kutokana na hizi ndoto 7 ambazo leo tumezieleza biidhnillah taala. Inshallah tukutane katika kipindi kijacho katika darasa lingine lijalo la tafsiri za ndoto. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie kwa kila aliyesikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili aweze kuondoka na faida kwa darasa hili la leo biidhnillah taala. Niwaombe wale ambao bado hawajasubscribe wasubscribe ili waweze kupata faida kutokana na darasa ambazo kwamba tutakuwa tunazileta kupitia katika channel yetu hii biidhnillah taala. Kwa hiyo kwa leo tuishie hapa, tukutane katika kipindi kijacho na tukutane katika darasa lingine lijalo la adhkari na dua. Na niwaombe wale ambao ndo mara kwanza naangalia channel yetu hii, basi wasiache kusubscribe kwa sababu kuna faida kubwa sana unakwenda kuipata biidhnillah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.